Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha General Chat. Na leo mimi na Rebecca tunataka kuongelea kwamba tumaini lako umeliweka wapi? Rebecca, tumaini lako liko wapi? Mimi tumaini langu liko kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Asiwache mguu wangu usogezwe, asisinzie nilindaye. Nakumbuka zamani tulikuwa kuna pambio kwamba tumaini langu niende, yes. Tumaini langu niende, tumaini langu niende, tumaini langu ni kwa Bwana. Kwa hiyo ni vizuri kuwa tumaini letu kuliacha kwa Bwana. Kwa sababu watu wana matumaini yao wameweka mengi sehemu tofauti tofauti. Alafu unajua katika vitu ambavyo huwa havihubiriwi au kufundishwa ni tumaini. Tunafundishwa tegemea Mungu, tunafundishwa kumwamini Mungu, kumtumaini. Tumaini ndio hope, yeah? Tumaini ni hope. Huwa hatufundishwi. Wakati hope, faith without hope, faith haiwezi kufanya kazi. Na hope bila faith, hope haifanyi kazi. Vinategemeana. Mtu na dadake wanaenda kwa pamoja. Sasa unakuta alafu kaka yao mkubwa ndo matendo. Imani na matendo. Sasa unakuta sasa, na ndio maana Joy, matumaini yako yakiwa hayapo kwa Mungu, haya vitu vingine vinavyotumainia hivi vikiondoka, lazima uanguke. Lazima uanguke. Kwa sababu vile vitu vyote ni vya muda. Umeona? Kwa hiyo ukiweka tumaini lako pabaya. Na tumaini unajua ndio linauaga watu. Wewe ushamsikiaga mtu alikuwa mzima ameenda hospitali akaambiwa una kansa, hapo hapo akaanza kuumwa. Asitoke tena hospitali. Mimi nakumbuka bibi yangu aliendaga hospitali kwa miguu yake kabisa mwaka 85. Tuko wadogo kabisa. Kaenda hospitali, kafika, wakamwambia alikuwa anaumwa mgongo. Akasema mgongo wangu unaniuma. Wakamweka kwenye kitanda, wakampiga x-ray, wakamwambia vipingili viwili vipingili vitatu sijui vimesagana huko, vimeisha kabisa, yani anatakiwa awekewe vipingili vingine. Bibi hapo hapo awekewe sijui chuma. Bibi hapo hapo hakutembea tena. Hata kushuka pale hakuweza, ikabidi waende wakamfanyia operation. Ka paralyze straight. Umeona? Kwa nini? Tumaini limeondoka. Umeona? Yeah. Na kweli wanadamu mara nyingi tunafikiri kwamba ukishakuwa na hela nyingi unaweka tumaini hapo. Sasa kazi inakuja pale pesa ambako zipo lakini hazikupi kile unachokihitaji. Na kama tunavyojua pesa nzuri, pesa tamu, pesa inatatua matatizo mengi, lakini sio last thing. Kuna vitu ambavyo haiwezi kuvitatua. Sasa pale ndio natakiwa ijulikane hope yako au tumaini lako liko kwa nani. Mliweka wapi? Kama liko kwenye hela, ndugu yangu, ndio hata hela unaona hazifai tena. Umeona? Na hapo ndio huo ni mtego wa watu wenye hela. Watu wasio na hela anaweza kuweka tumaini, mimi Mungu akinipa hela. Yaani jamani, anaweza akaweka tumaini kwa mtu. Anaweka kwa mtu yule, nikiwa na nini nitaenda kwa fulani. Lakini mwenye hela sasa anajua yani ndio pompi. Inakuja sasa ripoti. Unauliza hapa ni bei gani? Wanakuambia yani hata hapa hela haiwezi kufanya kazi. Kwa hili hapa sio hela. Unamkuta yule ambaye ameweka tumaini kwa mtu, alafu mimi najua Rebecca lazima atanifanyia. Alafu nakupigia wewe ndo unaniambia ise mimi mwenyewe hapa. Mimi wa leo wa kesho. Unaona, ukishaweka tumaini kwa mtu afu ukasikia yule mtu hali yake ni mbaya zaidi kuliko ya kwako, unaweza kufa. Unapata shock. Ndio unakuta wengi wanachanganyikiwa, wengi wanakuwa na depression. Lakini kikubwa ni kwamba tujue kwamba tumaini letu tunaliweka kwa Mungu. Tuliweke kwa Mungu. Hata vitu vinavyoenda vibaya, kama ukiwa tumaini liko kwa Mungu, anasota out mwenyewe. Hiyo ndio raha yake. Na nimejifunza kitu bwana. Hapa juzi kati kuna mtihani kidogo nilikuwa naupitia. Lakini najua tulikuwa tumeomba, na wewe ni shahidi wa ukweli. Unaona? Unajua kuna vitu ambavyo tunamwomba Mungu alafu tena ndio ajisemee yule mtumishi wetu anayependaga tukimuuliza anakuambia sasa umeomba afu na doubt tena. Ina maana ulikuwa ujui umeomba hivi, ina maana lazima iwe. Umeona Ikija sasa ndio unashangaa imekuwa. Nakwambia si uliomba. Imekuwa Ina maana ulikuwa utumaini. Ndio maana ulikuwa utumaini. Kwa hiyo na mimi nikajifunza kwamba mimi na wewe tuliombea hicho kitu tulichoomba. Kuna kitu fulani tuliombea. Lakini unajua Mungu anapofanya mambo yake, kitu kinaweza ukaombea hivi kikaonekana kinachokuja ndio kibaya. Kwa hiyo kitu kimetokea, yani outcome imekuwa mbaya kwa machoni kwangu. Kuona outcome imekuwa mbaya, kumbe Mungu ananitangulizia au ananitengenezea njia
nzuri just in 2 weeks time. Kusema kwa hiyo hilo unaona imeenda hivi vibaya, mbona sasa nakufungulia hivi. Kwa hiyo jamani, tumaini letu, hope yetu kwenye matatizo, kwenye hebu tuiache kwa Mungu. Mungu yupo na Mungu anasaidia. Sana. Tusiweke Mimi napenda ule mstari kwanza. Napenda ule mstari wa Zaburi ule unaosema hivi, amebarikiwa amtumainiaye sio Zaburi. Amelaaniwa mtumainie mwanadamu. Acha hiyo. Sasa ya kubarikiwa sasa, acha kutumainia. Okay, huo mstari unaanza, mstari wa 5 ni kulaaniwa. Amelaaniwa mtumainiaye mwanadamu. Ambaye saa nyingine ni wewe mwenyewe. Na mara nyingine unajitegemea wewe. Exactly. Na ndio maana akili yako unategemea. Nimesoma elimu yangu. Exactly. Kazi yangu. Na ndio maana kuna kiklipu unamwona kila mtu anakituma, kila mtu nayemfahamu anakituma. Kuna baba mmoja Nigeria anasema adui yako mkubwa ni mtu wa karibu. Yeye anasema mtu wa karibu, kwa sababu anajua siri zako, sijui nini, anakulet down, mimi ujifunze sijui. Sasa mimi kuna mtu alinitumia, nikamwambia mimi sasa hivi nina maono mengine. Adui yako mkubwa ni wewe mwenyewe. Akasema sielewi. Nikamwambia ngoja nikwambie. Wewe mwenyewe ndio unaweza kuwa shida. Shida yako inaanzia wapi? Hata tukianzia hapo penye tumaini. Namtumainia nani? Mtu. Kwa hiyo yule mtu nayemtumainia, natumaini pakitokea kitu fulani anisaidie hivi au afanye hivi, afu amenibetray. Si anguko langu linakuwa kubwa. Lakini nikimtumainia Mungu, hao watu ni chochote utakachofanya unajua God will sort them out. Kama Mungu atajudge, God will judge. God will make a way. Lakini mara nyingi sisi wenyewe ndio tunaokuwa na shida. Hatuweki tumaini kwa Mungu, hatumtegemei Mungu, hatumuombi Mungu. Yaani na mara nyingine Rebeka, mimi nasema hata watu ambao tunawategemea, mara nyingine Mungu amekupa yule mtu kwa muda fulani. Exactly. Sio kwa sababu yule mtu anatakiwa akae na wewe forever. Labda Mungu anajua kabisa huyu mtu ni mzuri sana, atakuwa na wewe hapa mpaka hapa na atakusaidia hiki. Sasa wewe kwa vile umeshafurahia, unataka ndio iwe mpaka na kesho kutwa. Mungu anajua kesho kutwa ataharibu, au kesho kutwa wewe utakuwa kwenye situation nyingine. Umeona? Yaani unaweza tena kukuhandle. Yeah. Unaona? Kwa hiyo ni utukufu wako mkubwa kwa yule mtu. Nasema utukufu wako Mungu ameshaukuza. Umekuwa mkubwa, yule mtu hawezi kuhandle. Au assignment yule ukampa yule laana kwa sababu naye ukamtegemea mpaka akajua ananitegemea bila mimi hawezi kitu. Kumbe naye anajipa kuwa Mungu mtu. Mungu anamkasirikia, Mungu anakukasirikia na wewe. Kwa hiyo jamani, hebu tuache, kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweka matumaini yetu. Ni kweli kama watoto tumaini lao huwa ni kwa mzazi. Baba, mama. Lakini nilikuja kujua kwamba baba na mama ni kweli ni watu important ambao tumepewa na Mungu. Lakini hayupo kama Mungu. Wako wale watoto ambao wana historia ya wamezaliwa baba na mama hawapo, na wakakuwa na wakaja wakawa the best people, au wakaja wakafanikiwa zaidi, lakini hajakuzwa na babake, hajakuzwa na mamake. Kwa hiyo hiyo nataka kukuambia, Mungu bado anataka kutufundisha kwamba that is not a solution. Au hiyo sio ndio njia peke yake. Kwa hiyo ukiwa nao fine, tunamshukuru Mungu. Lakini sio kuwatumainia na wenyewe kwamba sasa baba asipofanya hivyo mama hivi ndio limekwisha. Yupo anayeitwa Mungu ambaye ndio mkubwa kuliko wale. Umeona? Na hapo umenikumbusha, nakumbuka kuna wakati nilikuwa namwambia mama, sasa watoto wangu itakuwaje? Mama akaniambia, wewe unajua una watoto wanazaliwa wanakuja hapa duniani hawanaga mama. Mungu si ndio anawatunza wakati unaumwa. Yani kuna vitu naweza kuwa niko soko nzandi, itakuwaje mimi nisipokuepo watoto wangu? Wewe useme hivyo. Ananiambia wewe tuliza boli. Mimi ngoja nikupe ya kwangu. Ngoja nikupe mimi ya kwangu. Hii ni real life. Kipindi cha COVID, si unakumbuka nilikupigia simu saa 6 usiku nakwambia tuombe, nasikia kitu kinanikaba. Nashindwa kupumua mpaka nikaenda hospitali. Nikarudishwa, nikaambiwa okay, tunakupa dawa, nenda kanywe, tukikulaza tu unakufa. Kwa sababu sasa hivi wanao kimbiliwa ni hao watoto. Wazee kama nyewe mkishafika hiyo 50, forget it, see 40. Ni kwenda 40 ngapi hiyo? 49 si inakaribia 50. Umeona? Kwa hiyo tulikuwa tumeshakuwa wahenga. Sasa mimi wakati nimeumwa hivyo, unajua na vile COVID ilikuja na shetani wa hofu kwamba ukikatch COVID unakufa. Nikaangalia nikasema mwanangu. Alafu mpaka ikaanza kusema jamani, basi Mungu kama utanichukua mimi basi bora na mwanangu
aumwe tuchukue tuondoke wote. wote. Nilisikia in my heart, are you God? Umeona Kwa nini kama unaondoka uombe maisha ya mtoto yakatishwe? Yaani hiyo nilikuwa rebuked kabisa, nikajisikia kabisa moyoni kwamba yaya ndio umeomba vibaya. Badala ya kumwambia Mungu niponye, basi umenipa hiyo kazi niendelee kumlea mwanangu mpaka akue. Mimi nawaza mtoto yuko peke yake. Nani anaweza kumwangalia kama mimi? Kumbe na mimi mwenyewe sina nguvu yote ya kuweza kumwangalia kama Mungu anavyoweza kumwangalia. Umeona Kwa hiyo nilirudi nikamwambia Mungu, I'm so sorry, forgive me. Kwa hiyo mara nyingine tunaweka tumaini tusipotakiwa kuweka tumaini. Na ndio maana unakuta wengi waliochanganyikiwa ni wale waliosoma sana alafu akakosa hela au akakosa kazi. Kwa sababu tumaini mara nyingine tunaliweka kwenye elimu yetu. Kwa hiyo unaangalia jamani, nimesoma, nimefanya hivi, nimesoma, nimeshapoteza hela kwenye nini, alafu ninachofanya sio kile. Kwa hiyo tumaini tuliweke kwa Mungu ili Mungu atutengenezee mengine yote. Lakini apart from that, hakuna tumaini ambalo utaliweka likakusaidia au likawa kwa muda mrefu. Vingine vyote, awe mtu awe iwe hela, kila kitu kina time. Mazingira yenyewe yanabadilika, uchumi unabadilika, muda unabadilika, wewe mwenyewe unabadilika, sisi wenyewe tunabadilika. Kwani mimi nilichokuwa nakitaka mwaka jana ndio ninachokitaka leo? Hapo sasa mimi sasa hivi hata zile priorities zangu zimeshabadilika. Unajua zamani hata mimi naona vitu vyote vinabadilika kasoro mimi. Nimekuja kugundua kumbe mimi ndo naibadilika kama nani. Exactly. Na ndio maana nimejifunza kitu Rebecca, nimejiwekea mimi sasa hivi kwamba if really Mungu ananibariki na kitu na I want to be happy, let me be happy now. Let me use that thing or let me do that thing now. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo before katika eji ya nyuma hapo shuka kuanzia 40 shuka chini, nilikuwa nafikiria bado was very important. Nisumbui sasa hivi. Na in fact, I don't even want them those things above kwa vinanibotha. Sasa najaribu kuangalia, haya Joy, uko level 5 plus. Hivi vitu vyote umeshaanza kuona sio important. Ndio nifike 70. Ina maana kutakuwa kuna less trouble na kunakuwa na vitu ambavyo afu unakuta sasa shetani anakuletea hofu, unaanza kuogopa kwamba hivi nikifika 70 itakuwaje? Seriously? Wakati Mungu amekulinda huku kote, amekutunza huku kote, ndio atashindwa kukutunza kwenye miaka michache iliyobakia? No. Ni tuweke tutumaini kwa Mungu, tumwamini Mungu na Mungu atatufanyia yote. Amen. Na kama Joy alivyokuwa anasema, ule mstari unatuambia katika Yeremia 17 nadhani mstari wa 5 mpaka wa 7 ndio unazungumzia melaniwa amtegemeaye na kumtumainia mwanadamu, lakini wa chini ndio naupenda, amebarikiwa yeye amtegemeaye Mungu na kuliweka tumaini lake kwa Mungu. Yeye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya mto ambao hautajua, yani kiangazi kikija wenyewe hauna hata habari. Kiangazi ndio nini kwanza kiangazi ndio nini? Haujui kiangazi ndio nini. Alafu unazaa matunda misimu yote. Ndio raha sasa. Umeona? Kwa hiyo ndio pale sasa ndio tunaposema kwamba ukimtumaini Mungu, hizi shida nyingine hizi ndio kiangazi, matatizo sasa. Ukipita kwenye matatizo, yani hata mtu anakushangaa. Wewe mbona Dani anang'ara? Wewe anatudanganya. Ndio pale mtu atakupigia, jamani mimi Joy kuna kipindi hapo nimepita hapo, unajua huo msalaba. Kwenye ule msalaba wangu sasa, mtu anakupigia simu, ana shida yake. Unamwambia bwana, mimi kuna hii imetokea. Bado ana insist, anahitaji ule msaada. Niko jamani. Baadaye sasa hivi ndio naanza kuelewa, mimi kwa sababu ni mti wenye matunda, yeye anaona tu yale matunda, haoni kwamba para kiangazi around me. Na kwa nini basi kumshukuru Mungu kwamba watu hawaoni kiangazi? Mimi ndio nimejifunza kitu kwamba na hiyo inatokea ukiwa na Mungu. Matatizo unayoyaona wewe, hata mwingine anaweza kafikiri una exaggerate, ni uongo. Yes. Mimi kuna mtu kanipigia simu kaniambia wewe unajua ukimwadisia mtu anaweza akasema una exaggerate. Kwa hiyo ni hivyo. Ungeitwa Ayubu, nikamwambia eti niite tu Ayuba. Ayuba. Kwa hiyo ni nzuri kumtegemea Mungu. Hebu kama tumaini lako umeliweka kwa waganga, umeliweka sijui kwa kwenye hela, umeliweka sijui kwa mtu fulani kwa sababu yuko kwenye position fulani, hebu badilisha. Mweke Mungu top ili hao wengine wote Mungu aendelee kuwasaidia, wakusaidie wewe. Lakini usiweke tumaini lako kwa mtu au kwenye pesa au kwenye dawa au kwenye nini, kwa sababu hivyo vina mwisho.
Basi Mungu awabariki. Alafu ujue uzuri wa Mungu ni kwamba yani ukimtumainia yeye hataki aibike. Kwa hiyo yani hata kama wewe atafanya kwa ajili ya jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kufanya nini? Surrender, tumaini, mwachie yeye. Hayo mengine kama yanaonekana kama ndivyo sivyo, lakini in the end always utapata good results. Amen. Amen, amen. Haya basi tuishie hapa, tusifanye kuwa ndefu sana. Tunaomba uendelee kusubscribe, kushare na kuwapa wengine ili na wengine pia waweke tumaini lao kwa Mungu. Basi Mungu awabariki sana. Bye. Amen.